Wapendwa watazamaji wa Tumaini Televisheni, nawakaribisha tena katika kipindi chetu cha Birika ya Betsata, faraja kwa watu wote. Kwa desturi yetu tunamkaribisha Mungu kati yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Kwa mwaliko wa maneno yale ya Zaburi ya 121 aya kwanza na ya pili, yanatualika kusema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Mungu Baba, tunakuja mbele yako, tunakuomba utuangaze, utuongoze tena katika tafakari yetu, ili tuweze kulisifu na kulitukuza jina lako, tuweze kutakaswa na kutakasika katika maisha yetu. Tuomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa watazamaji, tunaendelea na kipindi chetu leo tena cha Birika ya Betsata, faraja kwa watu wote. Katika Birika ya Betsata, katika matao matano ya birika hii, kulikuwa na jamii kubwa ya wagonjwa, vipofu, viwete na waliopooza. Leo tunaendelea kuangalia jamii ya vipofu, na upofu wetu tunaendelea kutazama katika ushiriki wetu wa misa takatifu. Misa takatifu ni kushiriki katika sadaka ya Yesu pale msalabani, ambayo inatuletea ukamilifu, inatuletea upatanisho, inatuletea amani, kama tunavyosoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 1 aya ya 19 mpaka ile ya 20. Wapendwa watazamaji, misa takatifu inaleta utimilifu, na kipindi kilichopita tuliona utimilifu wetu ni katika sura na mfano wa Mungu, ambavyo ndivyo sisi tulivyoumbwa. Na tuliona juu ya sura ya kwanza ya Mungu kuwa mtu mwenye haki, kupenda matendo ya haki, na watu wote wenye moyo safi watauona uso wake, kama tunavyosoma kwenye Zaburi ya 11 aya 7. Leo tuendelee na sura nyingine ya Yesu, ya Mungu, ambayo sisi tumeumbwa kwa mfano na sura yake. Sura hii ni kuwa watu wema. Tunasoma katika Zaburi ya 73 aya ya 1, inayotualika kwa kusema, Mungu ni mwema kwa Israeli na wale wote wanaoishika na kuipenda sheria yake. Ndugu zangu, tunaposhiriki misa takatifu tunajichotea nguvu, tunarejea kwenye baraka ya kuwa watu wema. Swali linabaki, je, mtu mwema ni mtu wa namna gani? Mtu mwema ni yule ambaye anaweza kufanya mambo haya kwa wakati wa maisha yake. Kwanza, mtu anayetafuta suluhisho la matatizo ya mwenzake hata kabla hajaambiwa, mara tu akiyabaini. Tunaona mfano wa Mama Bikira Maria akiwa amealikwa katika harusi ya Kana, na mara divai ikawatindikia, divai ikaisha. Kabla hata hajaambiwa, akabaini uhitaji huu, akachukua hatua, akaenda akamwambia Yesu, wameishiwa divai. Tunasoma katika Injili ya Yohane sura ya 2 aya ya 3. Na Yesu anamjibu kwa sura ambayo ya kukatisha tamaa. Anasema, mama, nina nini mimi nawe? Wakati wangu haujawadia. Mama Maria hakati tamaa katika changamoto, kwa sababu ya nguvu ya uwema aliyokuwa nayo ndani. Akasonga mbele, akawafuata wale wahudumu, akawaambia,
lolote atakalowaambia fanyeni. Tunaendelea kuona katika Injili ya Yohane sura ya 2 aya 5. Na mara mambo yalibadilika, maji yaligeuka kuwa divai. Mtu mwema ni yule anayebaini uhitaji wa mwenzake, na hata alipokutana na ukinzani kidogo hakukata tamaa na kusema hayanihusu. Aliendelea kwa sababu ya uwema aliokuwa nao ndani yetu. Kumbe Mungu ni mwema kwa Israeli na kwa wale wote wanaomcha na wanaoipenda sheria yake. Tunaposhiriki misa takatifu, tunajichotea nguvu hii, tunaipokea baraka ya kuwa watu wema, kwamba tutakapobaini uhitaji wa wenzetu tutakuwa tayari kushughulikia. Kwa hiyo mume akimwona mke kashikatama, hata kalia kusema leo ameamkia upande wake wa kushoto. Ama mwajiri akiona mfanyakazi akiwa amezubaa kwa kuonesha labda masikitiko, akamwambia hapa sio mahali pa kuja kusikitika, badala yake watatafuta juhudi za kujua tatizo ni nini na kupata suluhisho. Mtu mwema wa aina ya pili ni yule anayetafuta suluhisho la adui. Tunapata simulizi la Msamaria mwema. Samaria walikuwa na tofauti na Wayahudi. Anamkuta Myahudi katika hali ya taabani, karibu ya kufa. Anamhurumia, anavifunga vidonda vyake, anavitia mafuta na kuvitia divai na kumpeleka kwenye nyumba ya wageni na kumhudumia, kama tunavyosoma katika Injili ya Luka sura ya 10 kuanzia aya ile ya 30 na kuendelea mpaka 36. Tunaona adui aliyedharauliwa anatafuta suluhisho kwa ajili ya sura ya uwema wake. Na ndio maana hata leo, hata wasiokuwa waamini husema wanapokutana na mtu asiyemjua na kuwasaidia, husema nimekutana na Msamaria mwema. Mtu mwema ni yule ambaye anayebaini hitaji la mwenzake na kulitafutia suluhisho bila kuombwa, lakini pia anayebaini tatizo la adui na kuwa tayari. Nguvu hii tunaipata wapi? Tunaipata katika adhimisho la misa takatifu, ambapo tunashiriki sadaka ya Yesu pale msalabani, ambaye yeye akiwa pale msalabani amevuliwa nguo, akiwa pale msalabani amepigiliwa misumari, akiwa pale msalabani akiwa anadhihakiwa kwa maneno ya kejeli, akiwa pale msalabani akiomba msaada wa japo tone la maji na kuletewa siki, yeye bado alisali na kusema, Baba, wasamehe kwa maana hawajui lile walitendalo. Ndugu zangu watazamaji, tunapopata upofu wa kushiriki misa takatifu, najiingiza katika hatari ya kupoteza baraka, ya kupoteza nguvu ambayo tumewekewa wazi kwa ajili ya kukamilika katika sura na mfano wa Mungu, kwa ajili ya kuwa watu wema, kwa maana ya kupata suluhisho la mahitaji ya wenzetu hata kabla hawajatuomba tuwasaidie, lakini pia kutafuta suluhisho la matatizo ya adui zetu, watu waliotuudhi, watu waliotudhihaki, watu waliotudharau, watu wasiotuthamini, lakini sisi tukawajali, tukawathamini, tukaweza kutafuta suluhisho la matatizo. Kwa mfano, inapotokea watu wawili wanaoishi pamoja na basi wametofautiana, na mara mmoja anaanguka kwa sababu ama alikuwa anatembea ama labda alikuwa anaoga na anahitaji msaada wa kukimbizwa zahanati kwa huduma ya kwanza, sisi mara nyingi husema ulijifanya mjanja, sasa tazama unakoma.
Mtu anayeshiriki misa takatifu anachota nguvu hii ya kuwa mtu mwema, anachota baraka ya kuendelea kukamilika katika sura na mfano wa Mungu, kutafuta suluhisho la mahitaji ya huyu ambaye amekuwa na uhitaji hata kama ni adui, au amekuwa na uhitaji hata kama sisi wenyewe hata amekuwa adui kwetu, lakini bado tunarudi na kumsaidia katika mahitaji yake. Nguvu hii hatuipati sehemu nyingine yoyote, tunaipata katika kushiriki adhimisho la misa takatifu, kwa sababu sisi ni vipofu, hatuoni thamani hiyo, hatuithamini nguvu hiyo. Ndio maana unaona wengi hatushiriki katika adhimisho la misa takatifu. Hata tunaoshiriki tunashiriki tu holela, bila kuwa na nia thabiti. Wito wangu kwa kila mmoja wetu, kumbe adhimisho la misa takatifu ni tunu, zawadi kubwa, inatuletea ukamilifu wa sura na mfano wa Mungu. Tushiriki kikamilifu, tuiombe nguvu ya Mungu ili tuweze kuimarika katika maisha yetu. Tafakari yetu ya leo imeletwa kwenu nami Padre Josefu Mashauri Lukuba, padre wa shirika la watumishi wa wagonjwa, yani wakamiliani, hapa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, na hudumu katika parokia Mtakatifu Rita wa Kashia Goba. Mungu atubariki sisi sote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.